Kitendo cha Wema Sepetu kuweza kupata bahati ya kuzaa mtoto huenda kikaa kimeibua makubwa zaidi ya vile ambavyo watu wengi walikuwa wanatarajia, kwa sababu kuna mengi ambayo yanaendelea sasa hivi ambayo hata ukiambiwa unaweza ukashangaa na kushtuka kwamba kwani hili likoje tena? Anyways, nataka nikusanue kuhusiana na hii story ambayo imeonekana kuwashangaza watu wengi kidogo, na kila mmoja amejaribu kuweka maoni yake tofauti tofauti kuhusiana na hiki ambacho kimeonekana kuzungumzwa sana na kusambaa kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii, especially kuhusiana na Zuchu baada ya Wema Sepetu kuweza kujifungua mtoto wake. Sasa kabla sijakupa hii update full in details hapa, naomba nikukumbushe, tumia sekunde moja tu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Hakikisha tumesubscribe kwa sababu yajayo yatakushangaza na yatakufurahisha pia zaidi. Utaweza kufahamu kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea. So tunafahamu kabisa kwamba Wema Sepetu sasa hivi amejifungua, and of course ni the talk of the town. By the way, mitandao ya kijamii everywhere unapopita unakutana na story ya Wema Sepetu. Ijapokuwa kuna wale ambao wanazungumza kwa namna tofauti, negative way, lakini wanaozungumza kwa namna chanya zaidi ni wengi. So story ya Wema Sepetu imewaibua watu wengine pia na kupelekea sometimes majonzi kwa baadhi ya watu, kwa sababu unajua Wema Sepetu ndiye mmoja watu ambao walikuwa wapo kwenye listi ya wanawake wachache waliokuwa wanapitia magumu sana. Watu walikuwa na wabuli kinoma na kusema kwamba huyu ni mgumba wa taifa nini na vitu kama hivyo. Lakini cha kushangaza amekuja kupata mtoto katika kipindi ambacho wengine walikuwa bado hawajapata, ambao hawakuwahi kuitwa wagumba. Tunafahamu kuna story ya Zuchu, ambaye hapa Zuchu ukija kumzungumzia utakuja kuona kwamba mara kadhaa stories zimekuwa zikisema kuhusiana na ujauzito wa Zuchu, lakini mpaka sasa hivi pia kulikuwa kuna story ya kuhusiana na kwamba Zuchu ni mjamzito. Lakini ukiachana na hivi ni kwamba miaka kadhaa huko nyuma, kila mwaka kuanzia 2022 mara nyingi tulikuwa tunasikia stories Zuchu na ujauzito, lakini hakukuwa na chochote ambacho kilikuwa kinatokea zaidi tu, stories zilikuwa zinazima. This time Zuchu tumeambiwa kwamba na mimba, lakini producer wake The Good Master alikuja akasema kwamba Zuchu hana ujauzito wowote. Sasa story iliyopo sasa hivi ni kwamba ukipita pale Snapchat kwenye page ya Zuchu kwenye upande wa story utakutana na ujumbe ambao Zuchu ameandika in simple way, lakini moja kwa moja watu wameipokea katika namna kwamba Wema Sepetu ndo Zuchu ameumia kutokana na hiki ambacho Wema Sepetu anakipitia sasa hivi. Ameandika hivi, it is so painful and I wish it could be on my side. Ameandika hivyo kwamba inaniuma sana na natamani ingekuwa ni kwa upande wangu. Sasa ukiangalia ni kitu ambacho kikitafsiri kwa tafsiri ya kawaida unaona hajamtaja mtu yote, lakini kama unavyojua kwamba watu wengi wanajua kutafsiri hivi vitu kwa namna ambavyo wanaweza wakajaribu kurelate na trending story right now ni Wema Sepetu. So watu wakajua kabisa kwamba Zuchu anatamani na yeye pia, hii ingekuwa ni bahati ya upande wake apate mtoto, kwa sababu ni moja kitu ambacho kwa muda mrefu sana tumeona wamekuwa wakizungumzia kwamba Zuchu anatamani. Hata mama yake pia juzi kati alikuja kusema kwamba anatamani sana. So hii ni kwa mujibu wa tafsiri za watu ambao wamejaribu kuitrendisha ile story ya Zuchu kuhusiana na hicho ambacho ameweza kiandika. Lakini kwa upande wako tuambie, unadhani labda Zuchu hapa anaweza kama imaanisha kitu gani? Kwa sababu sio kila tafsiri ya mtu inaweza kaina ina maana sawa. Kwa upande wako tuambie, unatafsiri vipi huu ujumbe wa Zuchu kwa hiki alichoweza kukiandika? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo. La muhimu zaidi, usisahau kusubscribe hapo kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.